Lakini ukija katika ibada ya funga, wengi miongoni mwetu wanawake tunaishia kushinda na njaa na kushinda na kiu. Kwa nini tunaishia kushinda na njaa na kushinda na kiu? Kwa sababu hatujui miiko ya funga, hatujui yanayobatilisha funga. Tunafanya mambo ambayo yanaiharibu funga yenyewe, na wewe unajiita umefanya nini? Umefunga. Tunafunga tunasengenya, tunafunga tunasema uongo, tunafunga tunafanya umbea, tunafunga hatuswali, tunafunga hatuchungi ile miiko ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka. Juzi nilikuwa napita mtandaoni kuangalia news mbalimbali zinazohusu hija hii ya mwaka huu wa 1446 Hijria. Nikakuta mama na baba washakuwa watu wazima hivi, kama si wa Kiindonesia basi ni wa Kipakistan, ambao wao kazi yao ilikuwa ni kufanya usafi. Yani kama vile mtu anafanya usafi kwenye kampuni au anafanya usafi kwenye nyumba ya mtu, ndo kazi yao. Lakini baba huyu, mtu na mkewe, walikuwa wakiwekeza mpaka wameweza kukamilisha, wametumia miaka 40. Mwaka huu ndo wameweza kukamilisha pesa za kuwatosha wote wawili kwenda kutekeleza ibada ya hija. Lakini mimi ninamjua mwanamama ambaye alifariki huko alipokwenda kwenye safari ya hija miaka kadhaa iliyopita. Mama huyu alikuwa ni jirani yetu nyumbani kwetu Kinondoni. Mama huyu toka mimi ninapata akili alikuwa anafanya biashara yake ya kuuza sambusa tu za shilingi 200, lakini aliweza kuweka pesa kwa biashara yake ya sambusa na akaweza kutimiza kiwango cha kumtosha kwenda kutekeleza ibada ya hija, na akaenda kutekeleza ibada ya hija na hakurudi. Mwenyezi Mungu akamchukua akiwa kule katika miji hiyo miwili mitakatifu. Mama muuza sambusa za shilingi 200 aliweza kukusanya pesa akaenda kutekeleza ibada ya hija. Wewe mwenzangu na mimi ambaye una mshahara unaojulikana kabisa, una biashara kubwa kuliko ya kwake, unashindwaje kutekeleza ibada ya hija? Hayya 'alal falah. Kwa ili tuseme kwamba mtu ameelimika kwa mujibu wa mafundisho ya Uislamu ni pale ambapo tutamuona ile elimu ambayo yeye anajinasibisha kuwa anayo, basi anaitekeleza. Amejifunza kuhusu swala, tumuone akiswali. Amejifunza kuhusu funga, tumuone akifunga. Amejifunza kuhusu kuishi vizuri na watu, basi tumuone akiishi vizuri na watu. Amejifunza haki za wazazi, tumuone akiwatendea wazazi wake haki. Huyo ndio tutasema kwamba yeye ana elimu na ameelimika. Kinyume na hapo, basi yeye atakuwa ni mjinga kama wajinga wengine. Kwa sababu elimu anayo, lakini haimsaidii yeye kitu chochote, wala haiwasaidii watu wengine ambao wamemzunguka. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika moja ya hadithi akitoa msisitizo kuhusiana na masuala ya elimu alisema, kuwa mwanachuoni. Kuwa mwanachuoni au mwenye kujifundisha au msikilizaji au mwenye kuwapenda wanachuoni, na usiwe katika kundi la 5 utaangamia. Kuwa mwanachuoni maana yake ni nini? Kwamba ujitahidi katika harakati za kujielimisha, za kuitafuta elimu mpaka ufikie level ya kuwa wewe ni watu wengine wanakutegemea. Mwanachuoni ni yule ambaye yeye amejielimisha alafu anaitumia elimu yake hiyo katika kuwaelimisha watu wengine. Anaitumia elimu yake hiyo katika kuwasaidia wengine nao wapate elimu. Anaifundisha hiyo elimu kwa watu. Sasa unaambiwa wewe kuwa nani? Mwanachuoni. Umeshindwa kuwa mwanachuoni, kuwa mwenye kujifundisha. Yani mtu ambaye na wewe unakaa chini ya wanachuoni, unafanya harakati za kuitafuta elimu, unajifundisha mambo mbalimbali ya kielimu.
umeshindwa kuwa mwenye kujifundisha, basi kuwa msikilizaji. Mtu ambaye anahudhuria katika mahala ambapo elimu inatolewa, anasikiliza. Mtu ambaye anakaa kwenye runinga yake, anasikiliza, anafuatilia mambo mbalimbali ambayo yeye atamsaidia katika kuendesha maisha yake ya kila siku. Ama anakwenda darasani kujifunza, ama anakaa kwenye redio yake anasikiliza, ama katika zama zetu hizi anachukua simu yake ya mkononi, akaweka vitu mbalimbali, akaweka mawaidha mbalimbali, akaweka taaluma mbalimbali, na akawa ni mwenye kusikiliza. Umeshindwa kuwa katika zote hizo tatu, unaambiwa uwapende wanachuoni. Yani uwe ni mtu ambaye una mapenzi kwa wanachuoni, una mapenzi kwa wale alul ilmu, wale watu ambao wamesimama katika kujielimisha na wanafanya kazi ya kuifikisha elimu kwa wengine. Na usiwe katika kundi la 5. Ina maana kama hutokuwa mwanachuoni, kama hutokuwa mwenye kujifundisha, kama hutokuwa msikilizaji, kama hutokuwa mwenye kuwapenda wanachuoni, manake wewe upo kwenye kundi la 5. Na tumeambiwa tusiwe katika kundi la 5, kwani tutakuwa ni wenye kuangamia. Maana yake ni nini? Kama mama wa Kiislamu, kama mwanamke wa Kiislamu, harakati za kutafuta elimu ziwe ni katika kitu muhimu na sehemu muhimu ya maisha yako. Ili katika harakati hizo, ima uwe kwenye kundi la kwanza, au kwenye kundi la pili, au kwenye kundi la 3, au kwenye kundi la 4, lakini usiingie ukakosa yote manne na ukawa katika kundi la 5. Katika Uislamu, elimu ni kitu cha lazima. Kutafuta elimu ni jambo la lazima. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, talabul ilmu faridatan ala kulli muslimin wa muslima. Kutafuta elimu ni jambo la faradhi. Jambo la faradhi ni jambo ambalo ni la lazima. Jambo la faradhi ni jambo ambalo linamwajibikia kila mmoja wetu. Kwa kutafuta elimu kwa Muislamu, awe mwanamke au mwanamume, ni jambo la lazima. Faridatan ala kulli muslimin wa muslima. Ni jambo la faradhi, ni jambo la lazima kwa kila Muislamu mwanamume na kila Muislamu mwanamke. Lakini Uislamu unatuelekeza kwamba elimu ni sunna iliyotoharika. Elimu ni sunna iliyotoharika. Maana yake ni kwamba harakati za kutafuta elimu unatekeleza maagizo ya mtukufu wa daraja mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini vile vile Uislamu unatuelekeza kwamba kutafuta elimu ni jihad. Kutafuta elimu ni jihadi, kwa sababu hili sio jambo jepesi. Kutafuta elimu maana yake unaacha mambo mengine. Unaacha kazi zako, unaacha harakati zako mbalimbali. Wakati mwingine unaacha mpaka mji wako, wakati mwingine unaacha mpaka nchi yako. Unasafiri kwa ajili ya kwenda kuitafuta elimu. Kwa elimu kuitafuta ni moja kati ya jihad katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu anampenda yule mtu ambaye anajishughulisha katika harakati za kuitafuta elimu. Lakini kutafuta elimu ni katika amali njema yenye kumpendeza sana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo wewe unapojishughulisha na harakati za kutafuta elimu, maana yake unafanya moja kati ya amali njema, na amali njema huwa inalipwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa unapofanya harakati za kutafuta elimu, basi ujue kwamba unafanya moja kati ya amali njema zenye kumridhisha Mola wetu mtukufu, na kwamba wewe utalipwa kwa kitendo hicho cha kutoka hatua moja hatua mbili kwenda kwenye harakati za kutafuta elimu. Kwa hiyo elimu kuitafuta ni jambo la muhimu, elimu kuitafuta ni jambo kubwa, lakini elimu ni kitu chenye umuhimu mkubwa sana katika maisha ya Muislamu, awe mwanamke ama awe mwanamume. Twende kwenye kuangalia hukumu ya kutafuta elimu.
Kutafuta elimu kupo katika hukumu mbili. Hukumu ya kwanza, kutafuta elimu ya ibada ni faradhi ain. Kutafuta elimu ya ibada ni faradhi ain. Elimu ya ibada ni elimu gani? Elimu yenye kukusaidia wewe katika kutekeleza ibada. Tunafahamu sote kwamba lengo la kuumbwa kwetu ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kama Allah alivyosema katika surati Dhariyat, sura ya 51 aya ya 56, wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa wapate kuniabudu. Sasa utaabuduje kama hujui ibada zenyewe? Utaabuduje kama huna elimu juu ya hizo ibada? Kwa huwezi kufanya ibada kama haujatafuta elimu. Utakuwa unajihisi kwamba unafanya sawa sawa, kumbe unafanya ndivyo sivyo. Kwa sababu gani? Huna elimu juu ya kile ambacho unakifanya. Kwa kutafuta elimu yoyote ile ambayo ni ya kufanya wewe uweze kutekeleza ibada mbalimbali, elimu hiyo ni faradhi ain. Faradhi ain maana yake ni nini? Inamuwajibikia kila mmoja yeye mwenyewe. Ina maana kila mmoja wetu anawajibikiwa kutafuta elimu ya ibada. Katika kutafuta elimu hii ya ibada, maana yake ni kwamba itakuwezesha wewe kuweza kufanya ibada kwa ukamilifu, itakuwezesha wewe kufanya ibada kwa mujibu wa sheria. Kwa elimu juu ya swala, elimu juu ya funga, elimu juu ya zaka, elimu juu ya hija, elimu juu ya stara, elimu juu ya ndoa na talaka ni katika jambo la lazima ambalo kila mmoja wetu anapaswa yeye mwenyewe aingie darasani, aende akajielimishe ili aweze kutekeleza ibada kwa ukamilifu na kwa ufanisi unaotakiwa. Wengi miongoni mwetu tunafanya ibada hovyo hovyo. Kwa sababu gani? Hatuna elimu nazo. Hatujishughulishi katika kuitafuta elimu hii ya ibada mbalimbali ambayo ni elimu ya lazima. Unaweza ukamkuta mtu anaswali, lakini swala yenyewe ukimtazama haijatimiza masharti. Swala yenyewe ukimtizama haijatimiza nguzo. Swala yenyewe ukimtizama haina khushui. Lakini kwa nini? Kwa sababu hana elimu juu ya swala. Lazima uijue swala kabla hujasimama kuanza kuitekeleza ibada ya swala. Ujue masharti ya swala ni yapi, ujue nguzo za swala ni zipi, ujue kuwa na khushui katika swala ni vipi. Kama utakuwa hujui masharti ya swala, utakuwa unafanya mazoezi tu ya kuinama na kuinuka, lakini swala yako haitafikia kile kiwango na vile vigezo alivyovielekeza Allah subhanahu wa ta'ala na alivyotufundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Swala inaanzia kwenye tahara, na tahara huwa inaanzia chooni. Lakini wangapi ambao tunajua adabu za chooni? Wangapi ambao tunachunga mipaka ya tahara? Wakati mwingine unamkuta mtu anatia udhu, baadhi ya viungo vya udhu havijapata nini? Havijapata maji, na anakwenda anasimama kwa ajili ya swala. Shida inakuwa iko wapi? Kwenye elimu. Lakini unaweza kumkuta mama wa Kiislamu anaswali, stara yake haijakamilika. Anaswali, amevaa kanga yenyewe ni ndogo, anaporukuu mikono inaonekana, anaposujudu mikono inaonekana. Amevaa gauni ndiyo ndefu, lakini haijafunika miguu yake, na miguu yake hajavaa soksi. Nyayo zinafanyaje? Zinaonekana na miguu inaonekana, na yupo katika kutekeleza ibada ya swala, lakini stara ya swala haijafanya nini? Haijakamilika. Kwa hiyo ili uweze
inavyotakiwa, ni lazima kwanza uwe umejielimisha vizuri juu ya mambo yote ya kiibada. Lakini ukija katika ibada ya funga, wengi miongoni mwetu wanawake tunaishia kushinda na njaa na kushinda na kiu. Kwa nini tunaishia kushinda na njaa na kushinda na kiu? Kwa sababu hatujui miiko ya funga, hatujui yanayobatilisha funga. Tunafanya mambo ambayo yanaiharibu funga yenyewe, na wewe unajiita umefanya nini? Umefunga. Tunafunga tunasengenya, tunafunga tunasema uongo, tunafunga tunafanya umbea, tunafunga hatuswali, tunafunga hatuchungi ile miiko ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka. Kwa unafunga siku 30, lakini mbele ya Allah unahesabika umeshinda na njaa na umeshinda na kiu, kwa sababu hujafuata zile taratibu za kisheria za funga, kwa sababu elimu haipo. Lakini wengi miongoni mwetu tunaweza tukawa na mali lakini tusitoe zaka. Tunaiona kwamba zaka inawahusu matajiri peke yake. Kumbe unawezekana usiwe tajiri mkubwa, lakini ukawa na mali ambayo imefikia kiwango cha kutoa zaka. Inawezekana ukawa sio tajiri mkubwa, lakini unalima na unavuna, kuna zaka ya mazao. Je, unatoa? Inawezekana mtu akawa anafuga na ana mbuzi wake wengi tu na ana ng'ombe vile vile, lakini hafanyi nini? Hatoi zaka. Kwa nini hatoi zaka? Kwa sababu hajui kwamba mali ili itolewe zaka inatakiwa iwe imefikia kiasi gani. Lakini wako miongoni mwetu wanawake tunamiliki vito vya dhahabu tena vingi tu, lakini hatuvitolei zaka kila mwaka. Kwa sababu gani? Tunachukulia hizi ni dhahabu za kuvaa tu. Lakini kama hizo dhahabu zako unazovaa zimefikia kile kiwango, maana yake na zenyewe kila mwaka inatakiwa zitolewe nini? Zitolewe zaka. Kinyume chake zitakwenda kugeuka hizo kuwa koja la moto utakalochomwa nalo kesho mbele ya Allah subhana wa ta'ala, kwa sababu hauvitolei zaka kama sheria ilivyotuelekeza. Lakini shida iko wapi? Hatujishughulishi katika kuitafuta elimu. Lakini kuna ibada ya hija. Wengi miongoni mwetu kwenye ibada hii ya hija, kimbilio letu namba 1, sisi ni maskini. Si ndio Hatuna uwezo. Hilo ndio kimbilio. Lakini mtu huyu anayesema yeye hana uwezo wa kuhiji, amejenga nyumba. Amejenga nyumba ambayo inagharimu milioni 50. Ameweza kupata milioni 50 za kujenga nyumba, lakini uwezo wa kwenda hija hana. Kwa haraka atasema kwamba hii nyumba sijajenga kwa mara moja, nilikuwa ninadunduliza. Si ndio kimbilio Kwa nini usidundulize pia kwa ajili ya haji? Juzi nilikuwa napita mtandaoni kuangalia news mbalimbali zinazohusu hija hii ya mwaka huu wa 2025 1446 Hijria. Nikakuta mama na baba washakuwa watu wazima hivi. Kama si wa Kiindonesia basi ni wa Kipakistani, ambao wao kazi yao ilikuwa ni kufanya usafi. Yaani kama vile mtu anafanya usafi kwenye kampuni au anafanya usafi kwenye nyumba ya mtu, ndio kazi yao. Lakini baba huyu, mtu na mkewe, walikuwa wakiwekeza mpaka wameweza kukamilisha, wametumia miaka 40. Mwaka huu ndio wameweza kukamilisha pesa za kuwatosha wote wawili kwenda kutekeleza ibada ya hija. Lakini sisi, anaweza mtu akawa ni mfanyakazi, anapokea zaidi ya milioni 1 kwa mwezi, anaweza kudunduliza akafikisha milioni 10 akanunua gari,
Anaweza kudunduliza akafikisha milioni 50 akajenga nyumba, lakini hawezi kudunduliza akafikisha hizo milioni 10 na kitu za kuenda kwenye ibada ya nini? Ibada ya hija. Kwa sababu hatuoni kwamba ibada hii inatuwajibikia. Kwa nini? Kwa sababu mwisho kwenye maelezo kuhusu hija inasema liman istataa ilaihi sabila, ni kwa yule mwenye uwezo. Kwa sisi tukiangalia ile milioni tunasema mimi simo, sababu mimi kipato changu ni nini? Ni kidogo. Lakini mimi ninamjua mwanamama ambaye alifariki huko alipokwenda kwenye safari ya hija miaka kadhaa iliyopita. Mama huyu alikuwa ni jirani yetu nyumbani kwetu Kinondoni. Mama huyu toka mimi ninapata akili alikuwa anafanya biashara yake ya kuuza sambusa. Sambusa tu za shilingi 200. Lakini aliweza kuweka pesa kwa biashara yake ya sambusa na akaweza kutimiza kiwango cha kumtosha kwenda kutekeleza ibada ya hija. Na akaenda kutekeleza ibada ya hija na hakurudi. Mwenyezi Mungu akamchukua akiwa kule katika miji hiyo miwili mitakatifu. Mama muuza sambusa za shilingi 200 aliweza kukusanya pesa akaenda kutekeleza ibada ya hija. Wewe mwenzangu na mimi ambaye una mshahara unaojulikana kabisa, una biashara kubwa kuliko ya kwake, unashindwaje kutekeleza ibada ya hija? Chochoro cha liman istataa ilaihi sabila, kwa yule mwenye uwezo. Kwa mimi sina, yani unajitetea hivyo kwamba mimi sina. Lakini unakuta mtu anaozesha binti yake, anafanya harusi ya kugharimu milioni 10, anafanya harusi ya kugharimu milioni 20, ukumbi peke yake milioni 3, kupamba milioni 1, gauni la biharusi la ndoa milioni, gauni la biharusi la kitchen mada milioni nyingine, kupambwa tu 2.5 mpaka 3, kutiwa piko 200 yake sherehe babu kubwa. Lakini huyu anakwambia yeye hana uwezo wa kufanya nini? Wa kwenda kwenye ibada ya hija. Tunafanya mambo mengi tena makubwa yenye gharama kubwa kuliko gharama za kwenda hija, lakini kwenye ibada ya hija tuna kisingizio, tunasema kwa mwenye uwezo, na tunajiona kwamba sisi hatuna uwezo, kwa hiyo hatuwezi kutekeleza ibada hii. Mama zangu, elimu nimesema ya kumjua Mwenyezi Mungu, elimu ya ibada ni jambo la lazima, kila mmoja lina muwajibikia. Lakini hata wale ambao wamepata huo uwezo na kwenda kwenye ibada hii, kama unakwenda kwenye hija bila elimu, unaweza ukaenda kutembea tu. Unaweza ukajikuta umekwenda kutembea tu kuona magorofa ya wapi? Magorofa ya Maka na Madina. Unaweza ukajikuta umeishia tu kwenda kufanya ziara ya kawaida kama picnic, lakini usipate ule ujira wa ibada yenyewe ya hija. Sababu masharti ya kutekeleza ibada huyajui, nguzo za kutekeleza ibada huzijui. Kuna watu wanakwenda kwenye ibada ya hija, yani ametoka hapa Tanzania, moja ya nia yake kubwa aende akafanya shopping, kwa sababu Maka vitu vinauzwa bei rahisi na Madina. Nia akafanya nini? Akafanya shopping. Yani amejipanga kwenda kufanya shopping. Kichwani kwake anatoka Tanzania kwamba anaenda Maka akafanya shopping kwa sababu kule vitu ni bei rahisi. Mtu anakwenda kwenye ibada ya hija, unamwangalia mavazi tu aliyoyavaa, stara yenyewe hajafanya nini? Haijakamilika. Lakini yupo kwenye haram ya Maka anafanya ibada. Shida iko wapi? Ipo kwenye elimu.
unakwenda kutekeleza ibada kubwa, ibada nzito, lakini huna ilmu nayo. Matokeo yake unakwenda kuvurunda tu na kuharibu wakati imekisha kugharimu pesa nyingi sana kuweza kuitekeleza ibada hiyo. Lakini wengi miongoni mwetu wanawake, kwa sababu ya kukosa elimu, tunashindwa kujistiri katika stara iliyokamilika, ile stara aliyoielekeza Allah na mtume wake. Utakuta mwanamke amejitahidi kweli, amevaa baibui, akavaa na juba, akavaa na nikabu, lakini miguu kaiacha wazi, hajavaa socks. Jamani, stara imekamilika hapo? Imekamilika? Haijakamilika. Amefunika uso ambao una ikhtilafu hapo kwenye kufunika na kufunika, si ndio Lakini miguu haina ikhtilafu. Yenyewe inatakiwa ifanye nini? Ifunikwe. Katika hadithi ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia Asma binti Abu Bakar, mwanamke anapofikia baligh anatakiwa afunike mwili wake wote ila hadha wa hadha. Alionyesha nini na nini? Uso na viganja vya nini? Vya mikono. Ina maana kwamba unaoruhusiwa kuonekana ni uso na viganja vya miguu. Imetajwa hadha, zilikuwa hizi, hazikuwa 3. Katika kosa ambalo wanalifanya wanawake wengi wanaovaa nikabu ni kutokufunika nini? Miguu. Kwa hiyo wamefanya jitihadi kubwa kabisa katika stara, lakini stara haijakamilika. Lakini ukamkuta mwanamke amejistiri vizuri mpaka na miguu yake ameifunika, lakini huo uso ambao ndio umeruhusiwa kuonekana ameutia wanja na lipstick, ameutia eyeshadow na poda. Kuna watu wanakuambia kabisa, mie siwezi kutoka bila wanja, mie siwezi kutoka bila lipstick. Kwa anajistiri lakini stara yake anaiharibia usoni, anajitia mapambo, wakati haruhusiwi mwanamke kujipamba mbele ya wanaume ambao kisheria wanaruhusiwa kumuoa. Lakini ukakuta kama mwanamke amefanya jitihadi, amejistiri vizuri kabisa na uso wake hajautia mapambo, lakini mikono yake ametia piko na hajavaa gloves. Anatembea barabarani, piko yake inafanya nini? Inaonekana. Tayari umeshaharibu stara yako yote kwa kuonyesha mikono yako, sababu hairuhusiwi kuonyesha mapambo. Hiyo ni sehemu ya stara ya mwanamke. Lakini ukakuta mwanamke amejitahidi kuvaa nguo yake ndefu tu, lakini mikono mifupi na mtandio mdogo, kwa mikono inafanya nini? Inaonekana. Lakini ukakuta mwanamke kajitahidi, ametimiza katika vazi, amevaa baibui lake limemtosha vizuri, pana vizuri, lina sifa zote, amevaa na juba lake vizuri, mwingine ametia na nikabu kabisa na gloves mikononi na socks miguuni, lakini ananukia balaa. Au unasema uongo jamani? Ananukia, yani kabla haja kusogelea wewe ushapata taarifa kwamba kuna mtu anafanya nini? Anakuja kwa ule udi aliofukiza hizo nguo zake, kwa zile aludi alizomiminia kwenye hizo nguo. Tayari ameshaharibu mipaka ya nini? Mipaka ya stara. Sababu mwanamke anapotoka nje ya nyumba yake hatakiwi kunukia, hatakiwi kujitia manukato, wala hatakiwi kuvaa nguo ambayo imetiwa udi inanukia. Wanawake wengi
tunapotoka nje ya majumba tunaingia kwenye dhambi ya uzinifu. Kwa nini? Umevaa stara lakini umejipulizia, umewafanya wanaume wamevutiwa na harufu yako, wakakutamani. Anaweza asizini na wewe, lakini akaenda kumtafuta mwingine ambaye ni mwepesi akazini naye. Nani aliyekuwa sababu? Ni wewe. Dhambi hiyo huwezi kuikwepa. Au umejipamba vizuri kabisa lakini umevaa stara yako. Wewe na stara yako ameshinda kukuingia, lakini umemvutia yule mtu, akaenda kutafuta mtu mwingine akazini naye. Sababu ni nani? Ni wewe. Unaikwepaje dhambi hii za zina? Kwa tunatakiwa kuchunga mipaka ya stara kama alivyoelekeza Mwenyezi Mungu na kama alivyoelekeza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na hatuwezi kuijua mipaka hiyo kama hatujajihangaisha katika harakati za kutafuta elimu. Lakini sehemu nyingine ambayo tunavurunda mno ni kwenye ndoa na talaka. Elimu juu ya ndoa, elimu juu ya talaka, elimu juu ya eda. Wanawake wengi waliopo ndani ya ndoa hawana elimu hiyo. Matokeo yake tunaishi ndani ya majumba kwa mazoea, bila kufuata zile kanuni na taratibu zilizowekwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Tunaishi ndani ya majumba, hatuna adabu kwa waume zetu, kwa sababu hatuzijui adabu za kuishi na nani? Za kuishi na mume. Tunaishi ndani ya majumba, hatutekelezi haki na wajibu kwa waume, kwa sababu tumeingia kwenye ndoa bila elimu. Hizo haki na wajibu hatuzijui. Tunaingia kwenye ndoa wakati mwingine bila hata kufuata misingi ya ndoa yenyewe. Tunaingia kwenye ndoa bila kufuata masharti na nguzo. Wako wanawake wengi tu wapo ndani ya ndoa, lakini kisheria ndoa yenyewe hawana. Na wako wanaume wengi wako ndani ya ndoa, lakini ndoa zenyewe hawana. Kwa nini hawana? Masharti hayakutimia wakati wa kufungwa kwa ndoa. Nguzo hazikutimia wakati wa kufungwa kwa ndoa. Wako watu wameozeshwa na mababa ambao kisheria si baba zao. Baba aliyekuwa asbabu ya mimba yake ya kupatikana, yeye ni mtoto wa nje ya ndoa. Alafu yule aliyekuwa asbabu ya mimba kupatikana ndio huyo anakuja kumuozesha, wakati kisheria si babake. Lakini wako watu wamefungishwa ndoa, baba na mama waliachana. Walipoachana, mama akasema simtaki tena huyu mwanaume kwa lolote, wala kwa chochote, wala kwa kheri, wala kwa shari. Alafu alizaa naye binti. Binti anafikia kuolewa, anamwambia kaka yake yeye ambaye ni mjomba wa nani? Wa huyu binti, amuozeshe. Uliona wapi ujombani kuna walii? Mawalii wote wa kisheria wako ubabani. Umamani hakuna walii hata mmoja, lakini wasichana wengi wameozeshwa na wajomba zao. Kwa nini? Kutojua sheria, kutokuwa na elimu juu ya ndoa. Lakini wako wanawake wengi bado wapo ndani ya ndoa, lakini walishaachika zamani. Amepewa talaka imeandikwa na amekabidhiwa, alafu akaichana chana. Akamwambia wewe mpuuzi kweli, anaachwa nani hapa? Anafikiri kule kuichana ndo kumeibatilisha nini? Ile talaka. Na alishafanyiwa hivyo mara ya kwanza akachana, akafanyiwa mara ya pili akachana, akafanyiwa mara ya tatu akachana. Talaka zimeisha, lakini yeye bado yumo. Anajihesabu yuko ndani ya nini? Ndani ya ndoa.
Kumbe kisheria ndoa yenyewe ilishaisha zamani. Alipaswa aolewe na mtu mwingine, aachike, ndo huyu mwanamume aweze kuruhusiwa kumuoa tena kwa mara ya pili. Lakini wako wanawake ambao talaka zao zilining'inizwa kwenye sharti, na lile sharti kalifanya, lile jambo aloning'iniziwa kalifanya, alafu kauchuna kimya. Anajua yeye ni nini? Ni mjanja. Kumbe ulipofanya tu lile jambo ambalo lilining'iniziwa talaka, tayari wewe ushafanya nini? Ushaachika. Yupo kwenye ndoa, mume hajui kama lile jambo alokuambia ukifanya hili talaka yako, hajui kama umeshalifanya. Mwenyewe umeuchuna kimya, nafsi yako inajua kama ulilifanya lile jambo, lakini unajiona wewe ni mjanja. Kumbe ndoa imeshavunjika na wewe bado unajiona uko ndani ya nini? Ndani ya ndoa. Elimu juu ya ndoa, elimu juu ya talaka inapokosekana ina mabalaa mengi sana ndani ya majumba. Kuna watu wapo kwenye ndoa zenyewe hazikuswihi. Kuna watu wapo kwenye ndoa zenyewe zilishavunjika zamani. Nakumbuka siku moja nimetoa darasa kuhusu talaka Kigamboni. Baada ya lile darasa, dada mmoja akanifuata akaniambia, yaani mimi ndoa yangu nahisi ilishavunjika miaka 6 iliyopita. Sasa ninafanya aje? Sasa mimi namfanyaje jamani? Nikamwambia nenda kwa mashehe ukaeleze hizo situation zilivyokuwa, hizo talaka zilikuwa kuwaje, wao ndo watakwambia kwamba ziliswihi ama hazijaswihi, kwamba hiyo ndoa yako ipo ama haipo, ili kama ipo iendelee, kama haipo ufungashe urudi kwa nini? Urudi kwa wazee. Lakini kwa nini inafika hapa? Hatujishughulishi katika kutafuta elimu juu ya majambo mbalimbali. Mimi nakumbuka siku moja nimepewa biharusi nimpe darasa. Anataka kuolewa. Sasa siku tunamaliza darasa, dada yake akawa amekuja kumchukua. Nilikuwa naye nyumbani kwangu kama siku 5-6 hivi. Alipokuja kumchukua, amekuta ndo tunasoma darasa la mwisho kabisa, ambalo lilikuwa linahusu talaka, masuala ya eda, masuala ya kutoka nyumba, yani mambo yote yanayohusiana na nini? Na talaka. Na mtu akaniambia, ukti, unamchuria jamani mdogo wangu. Haya, namchuria nini? Unamfundisha talaka mtu ndo kwanza anaolewa. Unaona mentality za watu zilivombovu Kwa hiyo mtu akiwa ndio kwanza anaolewa hatakiwi kuijua talaka. Ni mabinti wangapi wameolewa alafu ile siku aliolewa akaachwa? Hamjawahi kusikia? Sasa ndo kaolewa hajafundishwa kuhusu talaka, atajuaje taratibu? Atajuaje kama anaweza kukaa eda ama hakai? Atajuaje hiyo eda inakaliwa vipi? Atajuaje? Lakini unakosa kumpa biharusi elimu ya talaka, anakwenda kuishi kwenye ndoa, anaachwa hajui kwamba kaachwa. Sababu hajui matamshi gani ambayo yakitamkwa ni talaka. Na kwa talaka kuna iliyojificha na iliyo wazi. Sababu wakati mwingine mwanaume anakuwa amekusudia kukuacha, lakini tamshi alilolitamka haliko wazi. Nimekuchoka. Si ndio Wangapi wameshaambiwa nimekuchoka? Wangapi washaambiwa nenda kwenu? Wangapi washaambiwa we mwanamke mimi sijui nakuona kama kitu gani sijui? Kuna matamshi mengi ambayo kisheria yanaashiria talaka, ambayo anatakiwa aulizwe yule bwana tena mbele ya mashahidi, uliposema nimekuchoka ulikuwa unamaanisha nini? Kwamba ndio umeniacha au la? Athibitishi.
uliposema niende kwetu, nikafanye nini huko kwetu? Nikasalimie au ndo ninaenda moja kwa zote kwamba umeniacha? Lakini haya matamshi yanatumika sana, hasa watu walipokuwa wamekasirikiana ndani ya majumba. Lakini yule aliyetamkiwa hajui, na aliyetamka pia ameropoka tu, hajui. Na maisha yanafanya nini? Yanaendelea. Kumbe kuna hapo imeshatoka talaka ambayo ni kinaya, imejificha. Kwa tunatakiwa jamani, tutafute elimu. Elimu ya kumjua Mungu, elimu ya ibada ni faradhi aini. Ni jambo la lazima linalomlazimikia kila Muislamu, awe mwanamke awe mwanamume. Ni lazima ajue elimu juu ya ibada, lazima ajue elimu juu ya wajibati mbalimbali. Wajibu wake kwa mumewe, wajibu wake kwa wazazi, pamoja na vitu vingine muhimu. Kwa katika elimu hii ambayo ni faradhi ain, elimu ya lazima kwa kila mmoja wetu, kila mmoja wetu kwetu sisi Waislamu, wanawake na wanaume, lazima azijue haki za Mola wake ili uweze kuzitekeleza. Lazima ujue haki za Mtume sallallahu alayhi wasallam ili uweze kuzitekeleza. Ni lazima ujue haki za wazazi wawili ili uweze kuzitekeleza. Ni lazima ujue haki za watoto ili uweze kuzitekeleza. Ni lazima ujue haki za mume kwa mwanamke na za mke kwa mwanamume. Ni lazima ujue haki za jirani ili uweze kuishi vizuri na nani? Na jirani zako. Ni lazima ujue haki za yatima. Ni lazima ujue haki za wanyama na wadudu. Hizo haki zote utakapozijua ndio zitakuwezesha kuweza kuishi maisha ambayo yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kama huzijui haki za Mola wako, utakuwa unazikiuka na mwenyewe hujui kama umekiuka haki za Mola. Kama hujui haki za Mtume sallallahu alayhi wasallam, utakuwa unaishi wala humswali Mtume wala humtimizia haki zake. Kama haujui haki za wazazi, utakuwa unaishi na wazazi kumbe hutimizi haki zao. Kama huzijui haki za watoto, utakuwa unaishi na watoto lakini huzijui haki zao. Kuna wakati wa Sayyidina Umar bin Khattab, alienda baba kumshtakia mtoto wake kwamba mtoto wake yule hana adabu kwa babake, mtoto yule hamtimizi babake haki zake. Sayyidina Umar akatoa maagizo yule mtoto aitwe kwake. Mtoto alipoitwa akapewa yale mashtaka yalopelekwa na baba yake, alimuuliza kiongozi Sayyidina Umar bin Khattab kwamba hivi mimi pia kama mtoto sina haki kwa huyu baba? Akaambiwa unazo. Akaambiwa niambie haki ambazo mimi ninazo kwa baba yangu. Akaambia ya kwanza ni kukutafutia mama aliyekuwa mwema. Ya pili kukupa jina lililokuwa nini? Lililokuwa zuri. Akasema hapo hapo mimi huyu baba yangu hizo zote hajanitimizia. Mama aliyenitafutia mwanamke tu wa ovyo ovyo, ajijui, ajitambui, ajielewi. Si mtu wa ibada, si mtu wa nini. Hakunipatia mama bora ambaye angeweza kunilea mimi nikawa mtoto mwema. Lakini jina alilonipa ndo usiseme yani. Ni jina la yule mdudu yule ambaye huwa ana kawaida kusanya kinyesi, anatengeneza kama kitu anatembea nacho hivi. Ndo jina alilopewa. Mimi nimepewa jina la mdudu wa jalalani yule. Kwa kakuta sasa baba kesi imefanya nini? Imemgeukia. Yeye hajatimiza haki, alafu yeye anadai nini? Anadai haki. Kwa tunapaswa tuzijue haki hizi ili tuweze kufanya nini? Kuzitekeleza. Wengi miongoni mwetu tumewapa watoto majina kwa matakwa yetu bila kujali kumpa jina lililokuwa zuri na lililokuwa bora. Wengine tunawalisha majina wa mama zetu.
Sio vibaya kumpa mtoto jina la mama yako, lakini je, hilo jina la mama yako zuri? Jamani, nimewahi kusikia jina moja Tabora huko. Nimekuta mtu ndo jina lake hilo. Alivyonitajia nikamuuliza mara mbili, afu nikamwambia sema kidogo kidogo, useme kwa nguvu. Yaani ndo jina hilo kapewa na wazazi wake. Anaitwa Malaya. Nikabidi nimuulize jina hili ni la Kilugha au la Kiswahili? Mimi sijui. Alafu akiwa hivyo kweli. Nimewahi kukutana na mtu mmoja namuuliza jina lake, anaitwa Tunguli. Kalilisi kwa nani? Kwa bibi. Kwa hiyo wewe mwanao hasa umuita Tunguli. Akiwa mshirikina unamlaumu nani? Akiwa mtu wa matunguli yani unamlaumu nani? Mwanao mwenyewe unamuita Shida. Halafu unategemea asikuletee shida. Mwanao unamta matatizo. Lakini siku hizi kumeibuka wimbi la majina ya kwenye movies. Majina ya Kituruki. Majina ya Kifilipini. Kuna mtu mmoja akamuita mwanae Sapna. Kalitoa wapi? Kwenye movie ya Kihindi. Kampenda tu huyo muigizaji anaitwa Sapna, kampa nani? Kampa mwanae. Haya, mwanao akiwa kama huyo muigizaji unamlaumu nani? Tunatakiwa kuwa makini na tusome ili tuwe na elimu ya kutosha juu ya haki mbalimbali ili tuweze kuzitimiza hizo haki vile inavyotakikana. Kwa hiyo muumini yoyote hapaswi kufanya ibada bila ya kuwa na elimu nayo. Muumini yoyote hapaswi kufanya ibada bila ya kuwa na elimu nayo. Isome swala ili uweze kuswali vilivyo. Isome funga ili uweze kufunga vizuri. Isome zaka ili uweze kutoa zaka inavyotakiwa. Isome hija ili uhiji inavyotakiwa. Jibidiishe katika kusoma. Jibidiishe katika kujua haki mbalimbali ili uweze kuzitekeleza vile inavyotakikana. Lakini hukumu ya pili ya kutafuta elimu, kutafuta elimu ya kisheria, elimu ya fani mbalimbali ni faradhi kifaya. Ni faradhi kifaya. Nini maana ya faradhi kifaya? Wachache wakisoma, wengine hawalazimiki kusoma. Ndio maana hatuwezi sote tukawa madaktari. Ila madaktari wanahitajika. Hatuwezi wote kuwa walimu, ila walimu wanahitajika. Hatuwezi wote kuwa wahasibu, lakini wahasibu wanahitajika. Hatuwezi wote kuwa manesi, lakini manesi wanahitajika. Hatuwezi wote kuwa wahandisi, lakini wahandisi wanahitajika. Wa kujenga majengo, wa kujenga barabara, sijui wa kuunda hiki na kile na kile, ambacho tunakihitaji katika matumizi yetu ya kila siku. Hatuwezi wote kuwa marubani, lakini marubani wanafanya nini? Wanahitajika ili warushe ndege, watu waende sehemu mbalimbali kwa urahisi. Wanahitajika manahodha wa kuongoza meli, lakini hatuwezi wote kuwa manahodha wa kuongoza meli. Au hatuwezi wote kuisoma hiyo elimu. Kwa elimu za namna hiyo ni faradhi kifaya. Wachache wanaowakilisha wengi. Elimu juu ya mapishi. Hatuwezi watu wote tunajua mapishi yote. Huyu anajua hiki, huyu anajua kile. Huyu anamuelimisha huyu, huyu anamuelimisha yule. Huwezi kusema eti wewe unapata dhambi kwa sababu hujui kupika pilau. Au wewe unapata dhambi kwa sababu hujui kupika biriani. Sio elimu ambayo ni elimu ya faradhi aini, ambayo kila mmoja lazima ajue. Sijui kujua kupika pizza, sijui baga. Hauwezi kwa watu wote wanajua hivyo vitu.
ila wachache wakijua. Unataka baga, unajua ninaenda kuipata mahali fulani, kuna mtaalamu wa kufanya nini, wa kuipika. Kwa hiyo ni muhimu sana sisi kama Waislamu kuweza kujifunza elimu mbalimbali, elimu za kiibada na elimu za fani mbalimbali, ili tuweze kwa pamoja, tukiziunganisha hizo pande zote mbili, tuweze kutekeleza majukumu yetu kwa Allah na majukumu yetu kwa viumbe wenzetu kama Allah alivyoelekeza. Umuhimu wa elimu. Umuhimu wa elimu ndio sehemu ya mwisho tunamalizia. Katika Uislamu, elimu imepewa umuhimu wa kwanza kabisa. Katika Uislamu, elimu imepewa umuhimu wa kwanza kabisa. Baba yetu Adam alayhi salam, baada tu ya kuumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kitu cha mwanzo alichopewa ni kuelimishwa. Mwenyezi Mungu analithibitisha hili katika suratul Baqara, sura ya 2 kuanzia aya 31 mpaka aya 35. Mwenyezi Mungu anatudhihirishia wa'allama Adama al-asma'a kullaha, na alimfundisha Adamu majina ya kila kitu. Kwa nini alimfundisha Adam kila kitu? Kwa sababu Allah anajua bila ya elimu hakuna maisha. Kwa alimpa elimu ili iweze kumsaidia kuweza kuendesha maisha yake hapa duniani vizuri. Lakini mitume wote walioteremshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah aliwapa elimu na aliwahimiza elimu hiyo kuwafundisha watu wao. Lakini mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kitu cha kwanza alichopewa na Allah, alichoelekezwa na Allah baada tu ya kupewa utume ni kusoma. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa. Hiyo ndio amri ya mwanzo aliyopewa mtume sallallahu alayhi wasallam. Maana yake hiyo ndio amri ya kwanza kwa umma huu, ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kusoma. Kama wewe husomi, maanake unakiuka maagizo ya Mwenyezi Mungu ya kwanza kabisa kwa umma huu. Kwa sababu Allah alijua bila ya kusoma hakuna maisha yanayoeleweka. Ukisoma utaelimika. Ukielimika utaweza kuendesha maisha yako katika namna iliyokuwa nzuri na namna iliyokuwa bora kabisa. Lakini jambo la pili, elimu ni nuru hapa duniani na kesho akhera. Elimu ni nuru, elimu ni mwangaza. Mwenye elimu ameondoka katika giza hapa duniani, lakini mwenye elimu anakwenda na nuru yake kesho mbele ya Allah subhana wa ta'ala. Kwa tunapaswa kuitafuta nuru hii kwa kujibidiisha katika kusoma, ili tuwe na nuru hapa duniani, lakini tuwe na nuru kesho akhera. Tatu, elimu humpandisha mtu daraja. Elimu humpandisha mtu daraja. Wenye elimu Mwenyezi Mungu amewataja kuwa watapewa daraja la juu kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura ya 39 aya 9, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun? Je, wanaweza kuwa sawa wale wenye elimu na wale wasiokuwa na elimu? Jibu likoje jamani? Hawawezi kuwa sawa.
Lakini Mwenyezi Mungu anasema tena katika sura ya 58 aya ya 11, Mwenyezi Mungu atawapandisha daraja waumini siku ya Kiyama, lakini wenye elimu watapewa daraja la juu zaidi. Kwa hiyo waumini watapandishwa daraja, lakini wenye elimu daraja lao litakuwa la juu zaidi. Kwa hiyo wewe muumini, ili uwe na daraja la juu zaidi kesho mbele ya Allah subhana wa ta'ala, basi jitahidi muumini wewe kuwa na nini? Kuwa na elimu. Katika moja ya hadithi tunaambiwa siku ya Kiyama ahlul Qur'an, yani watu walioisoma Qur'ani, wataambiwa waisome katika vile ulivyovihifadhi. Kadri utapavokuwa umehifadhi zaidi, ndivyo daraja lako litakavyoongezeka. Kwa hata kuwa sawa kidaraja aliyehifadhi sura moja na aliyehifadhi juzuu moja, hawawezi kuwa sawa. Hawawezi kuwa sawa aliyehifadhi juzuu moja na aliyehifadhi juzuu 5. Hawawezi kuwa sawa aliyehifadhi juzuu 5 na aliyehifadhi juzuu 30. Kwa kadri utakavyokuwa ulijibidiisha hapa duniani katika kukihifadhi kitabu cha Allah, ndivyo daraja lako litakavyokuwa kubwa zaidi kesho mbele ya Allah subhana wa ta'ala. 4. Elimu humwezesha mja kumjua Mola wake na kumwabudu ipasavyo. Katika umuhimu wa elimu wa 4, elimu humwezesha mja kumjua Mola wake na kumwabudu ipasavyo. Elimu itakusaidia kujua ukubwa na utukufu wa Allah. Elimu itakusaidia kujua halali na haramu. Elimu itakusaidia kujua ibada mbalimbali kama tulivyoeleza hapo nyuma. Kwa hiyo unapojibidisha katika kutafuta elimu, itakurahisishia wewe kumjua Mola wako vizuri zaidi, lakini itakuwezesha kumwabudu kwa ufanisi zaidi. Sababu utakapokuwa unamjua Allah, unaujua ukubwa wake, unaujua uwezo wake, unajua adhabu zake, utaziogopa hizo adhabu za nani? Za Mwenyezi Mungu. Anayejua ukubwa wa Mwenyezi Mungu hawezi kumdogosha. Anayejua Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu, hawezi duniani hapa akakaa hafanyi ibada, kwa sababu atajijua kwamba yeye adhabu za Mwenyezi Mungu haziwezi. Lakini kama hutomjua Mwenyezi Mungu, hutoujua ukubwa wake, hutoujua utukufu wake, utakuwa unaishi hapa duniani unamuona kama Mwenyezi Mungu ni wa mchezo. Wajiseme watoto wa mjini, utajiona unamudu. Anakwambia si nitaomba msamaha. Kwani Mwenyezi Mungu si msamehevu? Ndiyo msamehevu, lakini pia ni shadidu iqab. Ndiyo msamehevu, lakini ni jabbar. Ndiyo msamehevu, lakini ni mkali wa kuadhibu. Ukiujua ukubwa wake, huwezi kumdogosha na hauwezi kuishi hapa duniani hovyo hovyo. Lakini jambo la 5, elimu inakusaidia kuishi vizuri na watu katika jamii. Unapokuwa na elimu, inakusaidia kubadilika. Inakusaidia kukipa kila chenye haki yake. Ukiwa na elimu, utajua namna gani uishi na jirani yako mkorofi na jirani yako mwema. Maana kuna majirani wakorofi na kuna majirani wazuri. Mimi nakumbuka kuna mtaa mmoja kwetu kule Kigamboni, kuna jirani alihama
watu wakapika pilau. Yani watu wote wakachangishana hela wakapika pilau la kushereheka. Jirani kafanya nini? Kaondoka, maana ilikuwa ni shida. Kashagonganisha watu vichwa kweli kweli yani. Kashagombanisha watu kweli kweli. Kwa anaondoka, watu wanasema alhamdulillah. Sasa wewe Muislamu unatakiwa ujue namna gani na kuishi na jirani wa aina hiyo. Jirani mkorofi, jirani kichomi, jirani asieleweka. Lakini ujue haki za jirani zako. Kuna watu kwa sababu wao wana kipato kikubwa wanawadharau majirani zao. Anapita hata kusalimia afanye nini? Hasalimii. Kwenye misiba hahudhurii. Kwenye harusi hahudhurii. Anajiona yeye anajitosheleza kwa sababu ana kipato. Huyu hajui haki za nani? Haki za jirani. Kwa elimu itakusaidia wewe kuweza kuishi vizuri na watu. Utaweza kumpa kila mwenye haki yake anayostahiki. Ni ngumu sana mtu mwenye elimu ya dhati kabisa akawa ni mwenye kugombana na watu. Kwa mama zangu, tunapaswa kuitafuta elimu kwa sababu elimu ina umuhimu mkubwa sana na imepewa msisitizo mkubwa sana na Mola wetu mtukufu pamoja na mtukufu wa daraja mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mama zangu, elimu kuitafuta ni wajibu wa kila mmoja wetu. Na haina umri kuja kuitafuta. Useme mie na miaka 40 hii ni darasani nikasome alifu. Maswahaba kama kina Abu Bakar Siddiq walianza Uislamu ulipoingia walianza kujifundisha Qur'ani wakiwa ni watu wazima kabisa. Wako maswahaba Uislamu unaingia na miaka 60 lakini walikaa darasani wakasoma. Wewe una miaka mingapi mpaka useme kwamba ushakuwa mzee, ushakuwa mtu mzima, huwezi kuingia darasani kwenda kuisoma dini yako na dunia yako? Katika mafundisho ya Uislamu, elimu ni lifelong process. Ina mwanzo, haina mwisho. Ni from birth to death. Toka unazaliwa mpaka unakufa. Yaani ukifa wewe ndo safari ya kutafuta elimu imefanya nini? Imeishia hapo. Lakini wajibu wa kutafuta elimu unatuwajibikia sote, sababu bila ya elimu hakuna maisha mazuri ya dunia, bila ya elimu hakuna maisha mazuri ya akhera. Tujitahidi mama zangu kufanya harakati za kuitafuta elimu ili tufae katika dunia yetu na akhera yetu. Wabillahi tawfik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayya 'alal falah.